tunaondoka. Tunaondoka. Mama na 1, 2, 3. Tunaondoka. Tulisema sisi vina muda. Vina time. Bwana, kinachoendelea ulimwenguni unakifahamu? Nchini India huko. India na Tanzania. Noma sana. Yaani hapo ni IT. Mapigano yamekuwa kama ni hivi. Yaani kama Irani na Marekani. Watu wanajaribu kutetea, kumbe ndo wanaharibu. Kuna muda pia mpunguze vihelehele. Noma sana. Bwana, sisi hapa hatufurahi, lakini tunacheka ili kuonesha sura za bashasha, kukufurahisha wewe mtazamaji ambaye tayari umesha subscribe na kutufollow page zetu zote za 69 Media TZ. Sisi hapa mimi na Bwana Ching, ndugu yangu wa damu, tumekuja hapa kuzungumzia issue ya Dudubaya na Wastara. Issue ni ya moto. Mambo si mambo. Pamefikia pabaya. Mapya yaibuka mjini. Jamani. Inavyosemekana Wastara alifanya interview na moja ya media hapa nchini kwa ajili ya kuomba msaada wa Tanzania wamchangie Dudubaya akiwa kwenye matibabu yake kule nchini India. Hivi ngoja. Alifanya interview kwa ajili ya kuomba msaada au interview zake mwenyewe? Anavyosema Dudubaya. Kwamba Wastara alikuwa anamwombea, anaomba msaada watu wamchangie. According to Dudubaya. Wamchangie kwa ajili ya matibabu. Dudubaya anaona kama au yeye alipokuwa anahojiwa katika kwa sababu ilikuwa ni siku ya wanawake duniani na hisi. Umeelewa Baada ya siku 2-3 hivi Wastara kawa na interview. Lakini ndo akaja kaulizwa umeelewa kuhusiana na mahusiano yake na nini. Si unajua ametrendi sana na Wastara mpaka tumeona wamefika mpaka airport na watoto walikuwepo pale. Si umeelewa? Ndio. Sasa baadaye inawezekana katika kuulizwa maswali akalichomekea, jamani labda mpenzi wangu yuko India. Kaenda kufanywa ile ni upasuaji kwa ajili ya pingili za uti wa mgongo. Kwa hiyo sasa mzee Mamba oili chafu Msukuma akawaka. Issue ile Dudubaya hakupendezwa nayo kiasi kwamba akaja na kuzungumza kile ambacho kimefanywa na Wastara yeye hajakipenda. Na inavyoonekana tayari mtu kasha achika. Alafu mbona mapema? Hivi hata miezi 6 bado. Miezi 6 mbona mingi sana? Miezi 6. Ndio wale ambao wago mangalia na watu wa kudeti nao. Lakini Wastara pia naye amekosea. Amekosea kwa nini? Sasa si amezoea yeye, si amezoea tu yeye Agnesa ashaga kuomba msaada. Mamba alishazungumza kabla Wastara kufanya hizo interview kwamba yeye kashalipia kila kitu. Mamba huyo kutoka hapa Tanzania kuhusiana na ticket, yani zile procedure zote za kufuatilia mpaka kusafiri mpaka kwenda kutibiwa, yeye tayari alishamaliza mchezo mzima. Yani hahitaji msaada wowote. Alishasema before kabla yeye ku flight. Ndio. Sio, umenielewa? Nakuelewa. Kwa hiyo sasa naona kama hii ni kierere ya dada yangu. Au ni nini unahitaji? Kisabengo. Kisabengo ni lugha gani? Tunahitaji ile, kuna ile tunasema kimbelembele front. Ya kutakiwa. Mimi naona huruma sana watoto. Kwa nini? Watoto washajenga picha kwamba Dudubaya ndo baba. Na hii ndio mbaya. Kama mtu huna uhakika naye kwenye mahusiano, bora usimtambulishe kwa watoto wako. Kwa hiyo alichokizungumza Dudubaya ilikuwa ni sahihi. Kwa upande wake kwamba ndio amemkataa na kusema kwamba ndio kumuita omba. Hakutakiwa kuja kwenye mitandao kuongea. Kama kukatana alikuwa akatane kimya. Kwa sababu tunajua Wastara si mgonjwa na umwa na matatizo. Ni mzima na yuko sawa, lakini tunajua na matatizo. Umeelewa? Kuwezekana hajaisha ya kwake na wengine. Na tunamjua Mamba ana dogo kwenye kuzungumza. Kamchana Mr Nice, kamchana Good Chief Good Love. Amewachana wasanii wengi hapo katikati. Kawaida yake kuachana. Alafu kabla hajasafiri kafanya hayo mambo. Kawaida yake kuachana. Na sasa kimbembe kimekuja sasa kwa huyo mpenzi wake. Sisi tumsikilize kidogo Dudubaya. Lazima tumsikilize. Sisi tupate kumsikia Dudubaya kile ambacho amekizungumza, ili usije kasema kwamba Sami na Ching nyie mambo mnayatunga ama
Tunabaruza hapa. Huyu hapa Dudubaya, msikie kile ambacho amekizungumza kuhusiana na story nzima ya Wastara kuomba msaada kwa ajili ya matibabu ya Dudubaya. Dudu, twende kazi. Hiyo tabia yake ambayo karekodiwa na PTV akiombaomba michango achangiwe na Watanzania ni kitu ambacho amekuwa akifanya toka akiwa na mume wake Sajuki. Kwa hiyo mimi kama CEO wa Mambas 24, sisi Mambas 24 sio wanyonge, sio maombaomba, na Mwenyezi Mungu alishatukataza kuwa maombaomba. Kwa hiyo sihitaji mwanamke ombaomba, nahitaji mwanamke mpambanaji, kwa sababu Mambas 24 ni jeshi hilo chini ya Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kuwa na jeshi ombaomba. Haya, noma sana. Huyo ni Dudubaya, Mambas 24 anajiita hivyo. Amezungumza na amemkataa Wastara, anasema hamtaki mwanamke ombaomba, na amesema kwamba yeye, tumemnukuu kwamba Wastara amekuwa ombaomba tangu enzi za ya mumewe marehemu Juma Sajuki. Wastara jamani anapitia mengi, kwenda mwaka ukaishi. Noma sana. Mtihani. Kuna haja kumtafuta Wastara kuzungumza naye. Mtihani mkubwa sana. Nadhani Wastara yeye itakuwa ameipokea tofauti kwa sababu yeye inawezekana alizungumza hivyo, twende mbele turudi nyuma. Tusimkandamize mtu. Sisi hatukandamizi. Tunaongea reality. Kwa Wastara inawezekana alifanya kwa mapenzi. Yes. Yaani kwa kesi kawaida. Lakini sasa huyo mtu ambaye analipokea jambo anayefanyiwa sasa hayo mapenzi ni noma sana. Yaani ni mtu ambaye hataki kabisa shobo. Na tunamjua Dudubaya ana reaction za haraka. Yaani ana ile fast temper, unajua? Lakini tukumbuke pia Dudubaya aliombaga msaada wa maombi. Sasa kulisugu msaada gani? Labda Wastara alikuwa anaomba msaada wa kumwombea arudi mapema, afanikiwe, apone na nini, si unajua? Sijaona kama kuna msaada wa hela au msaada wa nini. Hamna, amesema yeye anaomba msaada wa mchangie, sio mchangie nini? Si ni pesa. Yaani yeye Wastara alichokiomba according to maelezo ya Dudubaya kwamba ameomba Watanzania wamchangie pesa Dudubaya. Kwa hiyo aliweka na namba. Itakuwa bwana tuchangieni namba zetu hizi. Sasa unakuta namba inayochangiwa ni ya kwake mwenyewe Wastara. Haijawekwa namba ya mgonjwa. Hatuwezi jua. Ila tutamtafuta Wastara tupate kusikia na yeye. Ataongea. Lipi atalizungumza. Nadhani ataongea. Atazungumza kwa kweli kwamba jinsi gani Wastara atapokea hilo jambo, lakini mimi naona atalipokea tofauti sana. Najua Wastara kashapitia maumivu mengi sana. So ili kwake nadhani ni pigo jingine. Kwa sababu alikuwa tayari ameshajiweka. Kashasema mimi mwenyewe tayari nilikuwa mimi mwenyewe binafsi nishai kuzungumza kwamba Dudubaya ni mwanaume wa shoka kweli kweli. Kwa maana kuna wanaume wangapi Tanzania, kama unaikumbuka kauli yangu. Nikasema wanaume wapo wengi, lakini kwa nini Dudubaya alijitoa kwa Wastara for this time? Kwa maana aliona, na tunajua Wastara amepitia wakati mgumu. Kwa hiyo Dudubaya kuangalia ile changamoto ya Wastara, alitaka kuingia kwenye mapenzi moja kwa moja na ameingia. Lakini sasa imekuwa tofauti. Yaani imekuwa tofauti. Yeah, sure. Mambo yamebadilika. Yaani chap vitu vime vice versa. Mtazamaji, hili lilikuwa ni penzi moto, penzi shatashata, na sisi tulijua Dudubaya akirudi kutoka matibabuni kule India mambo atakuwa moto. Tutapiga vigeregere kwa mara nyingine, tutachoma ubani kidogo, tutakula ubwabwa kwa ndugu yetu Wastara ambaye amekaa kwa muda mrefu bila kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Ndio. Tangu kuondoka kwa mume wake marehemu Sajuki, alipitia pia mahusiano kadhaa na mambo yakawa si mambo, mpaka ndoa alifunga, ndoa ikavunjika. Na yeye alikuwa ameshajithibitishia kwamba Dudubaya ndo tayari kuwa mwanaume wa maisha yake kwa sababu kamuonesha upendo. Kumbe alisahau kwamba punde si punde, after few minutes later mambo yanabadilika. Ndio maana unaona katika dunia chini kiumbe chenye miguu miwili na mikono miwili hakipaswi kuaminiwa. Yaani bora uamini mti ambao utakupa kivuli. Lakini Dudubaya kutakiwa kumtaja Sajuki kwenye swala hilo. Hakutakiwa kwanza, sio vizuri kumtaja marehemu. Kwa sababu kwa kipindi kile msaada ulikuwa unahitajika kweli. Yeah, sure.
Kwa hiyo hakutakiwa kurelate na ile swala la Sajuki. Angemalizana yeye na Wastara. Yeye alikuwa malizane naye tu. Of course, ndivyo ilivyo. Sio tangu kipindi cha Sajuki amefanya hivyo, sasa kipindi kile lazima watu wachangie kwa sababu Sajuki alikuwa na matatizo, Wastara yenyewe ndio alikuwa hivyo, na wale ni watu wakubwa, alikuwa lazima. Kweli Basi sawa, jambo liko hivyo, halikuwa lazima kwa Dudu Baya kumtaja marehemu Sajuki. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hili? Je, ilikuwa ni sahihi kile ambacho Dudu Baya amekizungumza mtandaoni kuhusiana na Wastara kuomba msaada, na yeye Dudu Baya hajahitaji msaada, na ndani yake kwenye yale maongezi yake akamtaja mume wa Wastara aliyekuwa mume wake marehemu Sajuki? Uwanja wa maoni upo wazi kwa ajili yako, na hii ni The Gossip Table. Mimi ni Sami Baby. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimo mtumbadi babalao. Instagram tufollow kwa jina la 69 Media TZ. YouTube 69 Media TZ official, na kwa ni unyama ubabe ubabane. Sema leo umekaa vizuri. Sema tu sawa ndugu yangu, leo umekaa vizuri sana. Sawa, sisi tumemaliza hivyo na The Gossip Table. Behind the camera tulikuwa na camera woman wetu wanamuita Madam Priska. Tunaondoka. 1 2 3 tunaondoka.